Ilikuwa ni asubuhi na mapema katika nyumba ya mzee mmoja. Wanamuita Fang Xinwu. Mzee wa zamani sana huyo. Basi pia ilikuwa ni mwaka 1952 ndani ya China, katika sehemu moja ambayo inaitwa Fufeng, jimbo la Shaanxi. Natambua kabisa kwamba mko hapa, ina haja kuweza kujificha, inabidi mjitokeze. Namba ziko njemba ambazo zilikuwa zimekuja kwa ajili ya mzee huyu. Inasemekana huyu mzee alikuwa na kitu maalum ambacho kitaalam kinaitwa Ancient Jade. Ancient Jade ni kifaa maalum ambacho ni funguo ya kufungua katika sehemu maalum. Nitakuelezea vizuri, afu pia wao pia watatuambia vizuri. Mzee anasema ni kwa muda mrefu sana mmekuwa mkitafuta hichi kitu, lakini kukipata imekuwa ni ngumu. Sasa kipi ambacho kinawapa kiburi cha kuja mpaka hapa kudhana kwamba mnaweza kukipata? Badala mtazame namna gani mnaweza kudumisha utamaduni wa nyumbani, nyewe mnakuwa ni wa kwanza kuungana na maadui kwa ajili ya kutaka kuchukua vitu vya nyumbani. Sidhani kama itakuwa ni wazo zuri sana kuhitaji kupata Ancient Jade. Hata kama mtapata hii hapa, kupata zingine itakuwa ni ngumu, maana hizi zilipoaga kwa watu maalum. Haya, kaja kwanza mzee. Washi! Piga kwanza kiki kimbunga, kiki mpando hiyo. Shida. Haya. Piga zito. Yes. Chikia madudes. Wakaja wapo mzee. Akawapiga hizo zinaitwa mchuchumio style. Unajua mchuchumio style wewe? Alowashindilia. Lakini leo pia ilikuwa ni siku maalum ambapo kijana wa mzee huyu, ambao kijana huyu wanamuita Fang Ju, baba anaitwa Fang Xinwu, alikuwa anakuja nyumbani. Baada ya muda fulani alikuwa hayuko nyumbani. Sasa leo hii anakuja kumsalimia baba yake. Anajua kwamba baba yuko matatani mzee. Mzee anatembeza mawashi na maoshiro. Washi! Ghafla maskini, bahati mbaya, mzee aliweza kupigwa na star katika mbavu. Mzee yuko fiti, akampiga kokobero style. Unajua kokobero style wewe? Alimsindikiza juu kwa juu, sasa akampiga ile mawashi mpando. Hayo hapo. Piga ile mawashi mpando mzee. Noma na nusu mzee. Piga mkono. Kampiga mpapaso style.